Ni saa 10:02 msikilizaji wa Radio Kwizera FM. Karibu katika makala ya Duru Zetu la Siri, makala yanayokuletea dakika 30 za habari, uchambuzi na maoni. Leo ni Alhamisi ya Mei 22 ya mwaka 2025. Karibu sana katika Duru Zetu la Siri tulionayo ndani ya Duru Zetu la Siri kwa siku ya leo. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linashikilia wanawake wawili kwa tuhuma za kupatikana na shehena ya dawa za kulevya aina ya bangi yenye uzito wa kilogramu 320. Wafanyabiashara wa mifugo wilayani Chato mkoani Geita waishukuru serikali kwa kuboresha miundombinu ya masoko. Na Iran na Marekani zinatarajia kukutana tena kwa awamu ya 5 ya mazungumzo mjini Roma kesho Ijumaa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Tuandikie maoni yako kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615 nami maoni yako nitayatazama hapo baadaye. Tunaanza kwa taarifa kamili ya habari kisoma kwako na Zawadi Bashemela. Kwanza ni habari za kitaifa. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia wanawake wawili wafanyabiashara na wakazi wa Mponja Uyole jijini Mbeya kwa tuhuma za kupatikana na shehena ya dawa za kulevya aina ya bangi yenye uzito wa kilogramu 320. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya SICP Benjamin Kuzaga amewataja watuhumiwa hao kuwa ni Seva Simwinga mwenye miaka 29 na Sara Simwinga mwenye miaka 35 na walikamatwa Mei 21 mwaka huu katika operesheni maalum iliyofanywa katika mtaa wa Mponja kata ya Uyole tarafa ya Iyunga. Kamanda Kuzaga ameeleza kuwa watuhumiwa hao walikutwa na magunia 4 na masanduku 4 yenye dawa hizo za kulevya wakiwa wamehifadhi ndani ya nyumba wanayoishi. Aidha, Kamanda Kuzaga ametoa wito kwa baadhi ya wananchi wanaojihusisha na biashara haramu ya dawa za kulevya kuacha mara moja, kwani jeshi la polisi lipo makini kuwabaini na kuwakamata wote wanaojihusisha na biashara hiyo. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea kutoa wito kwa jamii kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu ili wakamatwe na kufikishwa mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Mbunge wa viti maalum Chadema Anatropia Theonest ameitaka Wizara ya Fedha kutoa pesa ya bajeti ya Wizara ya Kilimo kwa wakati ili wizara hiyo iweze kutekeleza vyema mipango iliyojiwekea kwa lengo la kuhudumia kundi kubwa la Watanzania ambao ni wakulima. Anatropia ametoa rai hiyo wakati akichangia mjadala wa bajeti ya Wizara ya Kilimo kwa mwaka wa fedha wa 2025-2026 leo bungeni jijini Dodoma. Amesema Wizara ya Kilimo ikipata fedha kwa wakati itasaidia kuondoa changamoto ya wakulima kutumia jembe la mkono na kulima kisasa baada ya kuwekewa mazingira mazuri na serikali, kuanzia kwenye pembejeo hadi utafutaji wa soko la ndani na nje ya nchi. Wafanyabiashara wa mifugo wilayani Chato mkoani Geita wameshukuru serikali kwa kuboresha miundombinu ya masoko, ikiwa ni pamoja na kufungua mnada wa kimataifa Buzirayombo ambao umechochea mahusiano ya kibiashara baina yao na wafanyabiashara wa Rwanda na Uganda. Wakizungumza na Radio Kwizera kwa nyakati tofauti, baadhi ya wafanyabiashara hao Revocatus Machunda, Fales Musa na Shija Manoni wamesema kufunguliwa kwa mnada huo kumesaidia kupandisha thamani ya mifugo yao katika masoko ya nje. Wamesema awali mifugo hususan ng'ombe hawakuwa na thamani ya bei inayomwezesha mfugaji kujikwamua kiuchumi, na kwamba mnada huo ambao unawakutanisha wafanyabiashara wa kigeni umewasaidia kupandisha thamani ya mifugo yao. Afisa mifugo, kilimo na uvuvi wa kwanza mwezi uliopita mnada umeanza kufanya kazi, umeanza kufanya na sasa ng'ombe wanauziwa hapa. Hii ni jambo la kushukuru sana serikali yetu kwa hatua hiyo.
Kwa sasa sisi kama Chato ni miongoni mwa wilaya nufaika ambapo tumekumbukwa na Mheshimiwa Dr. Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ameona kwa namna pekee aendelee kuendeleza mifugo yetu ndani ya wilaya ya Chato. Pamoja na serikali ilivyotukumbuka kwa hali ya kutuboreshea mifugo, tungeliomba hata serikali tuboreshe sehemu za malisho. Afisa mifugo, kilimo na uvuvi wa halmashauri ya wilaya ya Chato, Geliadi Mgoba, amesema lengo la serikali ni kuhakikisha inaboresha masoko ya ufugaji wa ndani ya wilaya hiyo, ambapo amewashauri wafugaji kuendelea kuzingatia kanuni bora za ufugaji ili waweze kuwa na mifugo yenye ushawishi wa masoko. Na sasa ni habari za kimataifa. Zaidi ya wanafunzi 54,000 wa shule za msingi na sekondari katika mji wa Jina, tarafa ya Jugu, mkoa wa Ituri, wamelazimika kukatisha masomo wiki mbili sasa kutokana na mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la wanamgambo Zaire. Hayo yamebainishwa na kiongozi wa walimu katika mji wa Jina, Bwana Floribert Jombu, na kueleza kuwa mwaka wa masomo unakaribia kuisha, hali ikiwa ni mbaya kwa kuwa wanafunzi na walimu hawajaripoti kwenye shule zao, swala ambalo huenda likashusha kiwango cha elimu katika eneo hilo. Aidha, Bwana Floribert ameitaka serikali kupitia jeshi kuwaondoa wanamgambo hao ambao wanayumbisha usalama wa mji na kuomba makundi ya wazalendo kusitisha mapigano ili kuruhusu wanafunzi kuendelea na shule. Na Irani na Marekani zinatarajiwa kukutana tena kwa awamu ya 5 ya mazungumzo mjini Roma kesho Ijumaa kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani. Mazungumzo hayo yanaonesha hatua iliyopigwa katika mahusiano kati ya mataifa hayo mawili juu ya swala hilo. Maafisa wanaoshiriki kwenye mazungumzo hayo hivi sasa wanalenga kutazama mambo muhimu zaidi ya mpango huo wa Irani, ambayo huenda yakatoa mwanga kuhusu ikiwa mazungumzo hayo yatafanikisha kupatikana makubaliano au la. Mazungumzo ya kesho yanafuatia awamu nyingine kadhaa zilizofanyika Roma na Muscat. Waza Wazua. Msikilizaji, furaha haiji kutokana na mali, bali kutokana na kuridhika. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa duru habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @radiokwizera.fm, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 2 usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Zawadi Bashemela. Unaendelea kusikiliza makala ya duru zetu alasiri. Msikilizaji, una nafasi ya kuendelea kuchangia maoni yako katika taarifa zetu kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615, na maoni yako nitayatazama hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza makala ya duru zetu alasiri, habari kuu leo hii. Jeshi la polisi mkoani Mbeya linawashikilia wanawake wawili kwa tuhuma za kupatikana na shehena ya dawa za kulevya aina ya bangi yenye uzito wa kilogramu 320. Wafanyabiashara wa mifugo wilayani Chato mkoani Geita waishukuru serikali kwa kuboresha miundombinu ya masoko. Na Irani na Marekani zinatarajia kukutana tena kwa awamu ya 5 ya mazungumzo ya mjini Roma kesho Ijumaa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Radio Kwizera FM, msikilizaji, kikutangazia kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Na sasa msikilizaji, ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa taarifa zetu, ambapo tunaanzia kuangazia taarifa kuhusiana na bajeti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2024-2025 ambayo imetajwa na vyombo vya habari mbalimbali kwamba
imeonekana kusuasua michango yake kwa nchi wanachama ambao walipaswa kushiriki katika uchangiaji wa bajeti hiyo ya mwaka 2024-2025. Jumuiya hiyo yenye nchi wanachama 8 pia ililenga zaidi kuimarisha uwekezaji na biashara ya kikanda kupitia bajeti hiyo. Itakumbukwa kwamba bajeti hiyo iliwasilishwa na mwenyekiti wa baraza la mawaziri ambaye pia ni waziri wa mambo ya Afrika Mashariki kutoka Sudani Kusini, Deng Arroy Kori, na wabunge 63 kutoka nchi wanachama wa Umoja wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, tupo na Baraka John Chambala ambaye ni mtaalamu wa swala ya uchumi, na lengo kabisa tukihitaji kufahamu kwanza kusuasua kwa michango hii ya nchi wanachama kunachangiwa na nini? Bwana Baraka John Chambala, mkwamo huu wa uchangiaji wa fedha katika bajeti ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki unasababishwa na nini? Mkwamo wa uchangiaji wa fedha za bajeti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo inamtaka kila mwanachama kuweza kuchangia. Kwa mwaka 2024-2025 inaonyesha kila mwanachama angetakiwa achangie dola milioni 7 USD, ambapo kama wote wangechangia maana yake ingetakiwa walikuwa na lengo la kufikia bajeti ya dola milioni 56 USD za Kimarekani. Hawakuweza kufikia kwa sababu baadhi ya wanachama wanaonyesha kwamba hawakuweza kuchangia kama ilivyotakiwa. Tanzania na Kenya pekee ndio ambao wameonekana kuchangia kwa 100% katika mgawanyo ule ambao ulikuwa unatakiwa kwa kila nchi. Hapa nchi zingine zimekwama wapi? Tanzania na Kenya tunawachangia kwa 100%, Tanzania na Kenya, lakini Uganda 99%, maana yake amechangia 6.9 milioni USD milioni. Kwa Rwanda 75%, ukitazama Somalia wamechangia 50%, 3.5 USD milioni, wakati DRC amechangia milioni 1 USD sawa na 14%. Kitazama upande wa South Sudan ambao ni 0.5 milioni USD milioni sawa na 7%, na Burundi ambaye amechukua amefunga amekuwa wa mwisho chini kabisa, ameshika mkia na amechangia dola 299 hapo sawa na 4%. Ukitizama ukichukua bajeti yote kwa makusanyo yote waliyopata ni sawa na dola milioni 31.4 ambao ni sawa na 56%, ambao kwa wastani ukiweka katika wastani unayopata kama wastani na kwa kama dola 3.9 sawa na 1%, ni sawa na unaweza kaifanya karibisha ikawa wastani wa dola milioni 4 kwa kila mmoja ukitayo kwenye wastani. So ukiachana na wastani ukienda kwenye uhalisia unagundua kwamba mataifa matatu ambao ni DRC, South Sudani na Burundi hawakuweza kufika hata nusu ya mchango ambao walitakiwa kuchangia, ambao ni sawia kwa wote dola milioni 7. Shida ni nini katika mdororo huu wa uchangiaji kwenye bajeti? Nini kinasababisha hali kama hii katika uchumi? Unajua lazima pia uende uzingatie kwamba kwa nini vitu gani vilipaswa kuzingatiwa unapotaka kutengeneza jumuiya aina yoyote ya kiuchumi. Kuna vitu vya msingi vinatakiwa kuzingatiwa. Jambo la kwanza ambalo natakiwa kuzingatia wanasema ni tofauti za nguvu za kiuchumi. Mnapokwenda kuungana kwenye jumuiya yoyote, jumuiya za kiuchumi za kikanda, huwa lazima muangazie vitu kama hivyo, mzingatie nguvu za kiuchumi za wanajumuiya. Jambo lingine ni tofauti za kisera, kwamba tofauti zenu za kisera kiuchumi zikoje. Mnaweza kuwa mnatengeneza jumuiya lakini mmoja akawa naamini labda katika uchumi wa kijamaa, mwingine kwenye uchumi wa kibepari. Hizo tofauti ndio zizingatiwe. Lazima muangalie sera zinazoendesha pia uchumi wenu zikoje, kama zinaweza zikakaa kiti kimoja. Vinginevyo kama mtaingia kwenye mvutano. Kitu kingine ni mnatakiwa muangalie ukubwa wa nchi, yani zile nchi ukubwa wake ukoje. Ukubwa wa nchi lazima muangalie ili ukubwa wa nchi, muangalie idadi ya watu katika mataifa hayo, lazima muangalie tamaduni katika maeneo. Hivyo ni vitu vya msingi sana mnapotaka kutengeneza jumuiya ya aina yoyote. Kitu kingine kama sijasahau ni eneo ambalo wanachama wapo. Huwezi kutengeneza ujumuiya ambayo naita ni ujumuiya ya ukanda alafu mnamchukua Nigeria, mnamchukua Morocco, mnamchukua South Sudani. Haya maeneo hayawezi kufanya jumuiya vizuri sababu yako bali. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya kuzingatia sana. Nchi hizi wanachama je, zipo katika maeneo sahihi ya muungano huu wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki?
maeneo yaliyopo ni maeneo sahihi, kwa sababu Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya na Uganda, hizi nchi ziko karibu sana. Nchi ambazo ziko na Somalia wako kwenye ukanda mmoja. Ukitazama Kongo hapa, ukitazama na Sudani, tuko sehemu moja. Kwa hiyo hicho kipengele kinafikiwa vizuri. Tukitazama ukubwa wa nchi, lakini pia wingi wa watu na tamaduni, vinaathiri vipi mapato ya jumuiya hii ya Afrika ya Mashariki? Ukubwa wa nchi, lakini pia idadi ya watu, utamaduni, sioni uwiano ambao uko vizuri. Kwa mfano, Burundi anaingia kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki na Tanzania. Tanzania ina idadi ya watu milioni 61. Sijui takwimu vizuri ya Rwanda, ya Kenya, lakini zaidi ya milioni 35, na Uganda zaidi ya milioni 35. Kwa ukija ukatazama ni hizi nchi zinaingia kwenye jumuiya ambazo ukitazama ukubwa wa nchi ni vinchi vidogo vinaingia kwenye jumuiya kwenye nchi makubwa kama Kongo, ukitazama Tanzania, ukitazama Kenya, kama hivi. Lakini Burundi ameingia humo ndani. Lakini pia ukiangalia kitu kingine ni kwamba utamaduni, ambao utamaduni huu umechochewa pia na uwepo wa koloni. Kitu gani ambavyo wamekuwa navyo na sisi vitu gani tumekuwa navyo? Wao wamekuwa katika mikono ya Faransa, Wabelgiji ambao walikuwa wanazungumza Kifaransa, kwa hiyo lugha yao ambayo wamefundishwa mashuleni na wametumia katika mahusiano kama lugha za ofisi kwa Kifaransa. Kati kwetu sisi nchi za Kenya, Tanzania na Uganda, ofisini imekuwa lugha ya Kiingereza. Naam, ni mtaalamu wa masuala ya uchumi Bwana Baraka John Chambala, tukizungumza naye kuhusiana na bajeti hii ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Na sasa tuangazie taarifa nyingine, msikilizaji wa Radio Kwizera FM. Jeshi la Israel jana limefyatua risasi kuelekea wajumbe na diplomasia wa kigeni waliokuwa wakizuru kambi za wakimbizi, ikiwemo kambi ya Jenini katika ukanda wa Magharibi. Hata hivyo hakuna taarifa za majeruhi kutoka katika tukio hilo ambalo limesababisha Jumuiya ya Ulaya na mataifa mengine kutoa kauli za kutaka kuwajibika kutoka kwa Israel. Kadhalika, mabalozi wa Israel katika nchi kadhaa wameitwa kwenda kutoa maelezo ya shambulio hilo katika eneo la Wapalestina ambako Israel imekuwa ikiendesha mashambulizi kwa zaidi ya mwaka mmoja hivi sasa. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mahusiano ya kimataifa Bwana Marcel Kichumisa ameiambia Radio Kwizera kwamba huenda mataifa ya Magharibi yakachukua hatua dhidi ya Israel ili kutafuta suluhu katika mgogoro huo unaoendelea. Israeli yenyewe inakuwa haina uhakika ni nini kinachofanyika. Wakati mwingine hakuna yale mawasiliano kati ya maafisa wanaohusika na serikali. Kwa hiyo inaweza ikatokea wakati mwingine wakawa wameshambuliwa kwa makosa. Ukisikiliza maelezo ya jeshi la Israeli, wanadai kwamba hao ujumbe wa mabalozi ulikuwa umetoka nje ya njia ambayo walipaswa kupita muda wote. Tunafahamu haya ni maeneo ya Wapalestina na Wapalestina ndio waliokuwa wamewakaribisha. Lakini kwa nini Waisraeli ndio waweze kudhibiti njia ambazo watakwenda kupita wageni wa taifa jingine? Wanajitahidi kujihami kwa njia zozote zile. Ule mgogoro ni maslahi mapana ya uwepo wa taifa la Israeli. Kama nilivyotangulia kusema, maji ndio hasa chanzo ambacho kinachangia katika huo mgogoro, na udhibiti wa maji ndio Waisraeli wanataka wahakikishe kwamba wanadhibiti kabisa vyanzo vya maji kama vile mto Jordani na ziwa Galilaya ambavyo ndio vyanzo vikubwa vya maji. Na Israeli tunavyojua ni nchi yenye teknolojia ya hali ya juu sana ya kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo wenyewe kwa wao udhibiti wa maji ni kitu cha msingi sana. Wako tayari kufanya lolote lile ili waweze kuwa na udhibiti wa maji. Kwa hiyo hizi njia zipi wapite, njia zipi wasipite, nani wapite, nani wasipite, hiyo inaweza ikawa inaangukia ndani ya sababu kubwa hasa ya mgogoro kati ya Palestina na Israeli. Mashambulio haya yametokea na yamelenga mabalozi kutoka nchi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na nchi za Jumuiya ya Ulaya, ambapo kwa mara ya kwanza tumeona Rais Emmanuel Macron, umeona serikali ya Canada na nyingine kadhaa zikitoa matamko na wengine wakiwataka mabalozi wa nchi zao kutoa maelezo nini kimetokea. Kwa nini sasa ndiyo imeonekana hivi wakati Umoja wa Mataifa wamekuwa kilalamika siku zote kwamba Israeli inachokifanya katika ukanda wa Magharibi kule
na Gaza ni kama mauaji halaiki? Ndiyo, hayo ni mauaji ya halaiki, na ambayo kuna sababu yoyote ambayo ni ya kuhalalisha mauaji ya namna hiyo katika akili ya kawaida tunavyofahamu. Lakini sasa nani adhibiti ndo shida kubwa, na tatizo kubwa ni kutoelewana kati ya huyu Israeli na majirani zake. Nchi za magharibi ndio zimekuwa zikiwa wasaidizi wakubwa wa Israeli kwa maana ya silaha na misaada mingine mbalimbali. Lakini leo tumeona baada ya kutokea shambulio hili sasa zimeanza kumgeuka. Je, inawezekana Israeli ikafika sehemu ikagundua kwamba inachokifanya ni sio chenyewe, kwamba ile support ambayo ilikuwa inapata sasa inakwenda kukosekana? Hiyo inakuwa kama ni kichocheo cha kuona kwamba kweli dunia nzima imechukia au washirika wakubwa wamechukia, na kuweza kupata nafasi ya kukaa nao na kuongea na kujadili nini kifanyike. Hivyo vikwazo kama vya namna hiyo vimefanya kazi. Tumeona sehemu mbalimbali duniani vinasaidia kufanya nchi fulani, kama kwa mfano upande wa Israeli kama ilivyo kwa sasa hivi, wafikirie mara mbili ni njia ipi ambayo waitumie ambayo itakuwa inakubalika kwa mataifa mengine ili kuweza kuendelea kama taifa kama lilivyo. Kwa hiyo tutegemee kwamba sasa utawala wa Benjamin Netanyahu ambaye ameonekana katika siku za hivi karibuni akizidisha mbinyo kwa kushambulia zaidi maeneo ya Gaza, sasa anaweza akakutana na jumuiya ya kimataifa ikamwambia kuhusiana na matatizo yanayotokea Gaza, na labda akapunguza mashambulizi na hata kufikia makubaliano na viongozi wa Hamas. Ndiyo, mimi naamini kwamba inawezekana kwa mazungumzo endapo yatakuwa na nia njema. Na mazungumzo siku zote, unapokuwa na usuluhishi wa namna hiyo, kuna kupoteza kitu fulani lakini na kupata kitu fulani. Uwezi katika kutafuta suluhisho ukawa unataka upate kila kitu ambacho unakitaka wewe. Naam, ni mchambuzi huyo wa masuala ya kimataifa Bwana Marcel Kichumisa akizungumza na mwenzetu Peter Lusaya. Na sasa ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara. Moja kwa moja tunaungana na mwenzetu hapa Amina Semagogwa. Amina, karibu sana katika wasaa mzuri huu wa Duru Uchumi na Biashara. Asante sana Laurent Gelvaz, na leo katika Duru Uchumi na Biashara ni kwamba serikali kupitia Wizara ya Kilimo imetangaza mpango mkubwa wa kutoa huduma za zana za kilimo kwa wakulima nchini kwa bei nafuu kupitia ruzuku kuanzia mwaka wa fedha 2025-2026. Waziri wa Kilimo Hussein Basha amesema serikali inalenga kuwasaidia wakulima wadogo ambao wengi wao hawamudu gharama za zana za kisasa. Kupitia mpango huo, wizara itaanzisha vituo 1000 vya utoaji huduma za zana, kununua matrekta 10,000, pawatila 10,000 pamoja na zana nyingine za msingi za kilimo ikiwemo mashine za kuvunia na kukaushia mazao. Na kwa kutamatisha, tuangazie taarifa kuwa jumuiya ya wafanyabiashara wa soko la Kariakoo imetaka serikali kuchukua hatua madhubuti kudhibiti wageni, hususan raia wa China wanaojihusisha na kazi za uchuuzi ambazo kisheria zinapaswa kufanya na Watanzania. Akizungumza na waandishi wa habari leo, katibu wa jumuiya hiyo Renatus Mlelwa amesema kuwa kinacholalamikiwa sio uwepo wa uwekezaji wa kigeni nchini, bali ni mienendo ya baadhi yao ambao wanajihusisha moja kwa moja na uuzaji wa bidhaa zinazokamilika sokoni, yani bidhaa ambazo pia wazawa wanauza. Ni hayo tu katika Duru Uchumi na Biashara. Mimi ni Amina Deogratias Semagogwa. Shukrani sana. Asante. Na sasa moja kwa moja twende viwanjani kufahamu taarifa zilizopo katika wasaa wa Duru Michezoni. Tupo na Marco Pastori Bundala. Karibu sana katika wasaa wa michezo, tufahamishe kinachoendelea. Asante sana. Tulizungumza hapa bwana, wameenda na hao si wengine ni Simba ambao tayari wako kule visiwani Zanzibar toka hiyo jana kwa ajili ya mchezo wao wa mkondo wa pili katika kombe la shirikisho wakicheza na RS Berkane. Lakini ukiachilia mbali hilo, kuna taarifa njema ambayo imetoka hii leo ya kwamba rais wa Baraza la Mapinduzi kule visiwani Zanzibar
Rais Mwinyi Naam. amelipia gharama za uwanja kwa timu. Aha, kwa hiyo watu wanaingia free. Gharama za club. Yani badala ya club inatakiwa ile uwanja ulipie, kukodi. Kwa hiyo amewalipia hilo. Kwa hiyo ni moja ya taarifa njema sana hiyo, na hii ni kuelekea fainali ya mkondo wa pili. Lakini jana pia bwana, Tottenham na Manchester United wamekipiga katika fainali za Europa, na Tottenham akawa amefanikiwa kubeba ubingwa. Wanakuambia katika fainali ambazo zimejiri hapa karibuni, kama kama logo ya timu yako haina kindege, basi hamtoboi. Wewe jaribu kuangalia. Liverpool logo yao ina jogoo pale. Crystal Palace alichomfanya Manchester City ina kindege pale. Sawa. Alafu Tottenham naye ndio kabisa. Bwana, shukrani sana. Shukrani. Asante. Haya ni masuala ya soka hayo na Marco Pastori, na sasa nipitie ujumbe wako msikilizaji uliotuma. Huyu anasema jamani, huko DRC Congo hizo vitaisha lini? Anasema ni vyema zaidi kufanyika masuala ya maridhiano. Shukrani sana. Hujasema ni nani. Anaitwa Deodatus Buguru kutoka Goyago, anasema ni vyema sana adhabu kali katolewa dhidi ya hao wakazi waliokamatwa na madawa ya kulevya, kwani yanaweza kuleta madhara kwa wananchi. Huyu anasema anaitwa Jaja Jafeti wa Kagezi Kibondo kule, anasema kwa kweli hao wanawake waliokamatwa na bangi, serikali iwachukulie hatua kali ili wafundisho na kwa watu wengine. Na kwa ujumbe huo nakamilisha makala haya ya duru zetu la siri. Habari kuu leo hii: jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia wanawake wawili kwa tuhuma za kupatikana na shehena ya dawa za kulevya aina ya bangi yenye uzito wa kilogramu 320. Wafanyabiashara wa mifugo wilayani Chato mkoani Geita waishukuru serikali kwa kuboresha miundombinu ya masoko. Na Irani na Marekani zinatarajia kukutana tena kwa awamu ya 5 ya mazungumzo mjini Roma kesho Ijumaa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Mwisho wa makala haya ya duru zetu la siri, kwa niaba ya wote waliosikika niseme asante kwa nasi, nikutakia alasiri njema, lakini endelea kusalia nasi mpaka pale 2 kamili usiku wa leo.